Serikali ya Tanzania imefikia ukomo wa muda wa siku 30 uliotolewa na kamati ya mawaziri ya utekelezaji wa Jumuiya ya Madola Commonwealth Ministerial Action Group CMAG, ukiitaka kutafuta njia ya kisiasa na kisheria ya kukamilisha na kumaliza swala la kesi linalomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa, Tundu Lissu. Kikao cha 73 cha kamati cha mawaziri ya utekelezaji wa Jumuiya ya Madola CMAG kilichofanyika Julai 10 mwaka wa 2026 kilipitisha pendekezo hilo baada ya kupokea taarifa rasmi kutoka kwa mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola nchini Tanzania, Daktari Lazarus Chakwera, ambaye ni rais wa zamani wa Malawi. Kupitia mapendekezo hayo yaliyowekwa, kamati ya mawaziri ya utekelezaji wa Jumuiya ya Madola CMAG iliitaka serikali ya Tanzania kushughulikia kuzuiliwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Lissu, ndani ya muda wa huo wa siku 30 kwa kutumia njia za kisiasa na kisheria. Mbali na hatua hiyo, Jumuiya ya Madola ilisisitiza kuchukuliwa kwa hatua stahiki kuhusu watu wengine wanaoendelea kushikiliwa kutokana na kutumia haki zao za msingi za kikatiba kwa amani. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Lissu, anakabiliwa na kesi ya uhaini mahakamani, mashtaka yanayohusishwa moja kwa moja na matukio yaliyojitokeza wakati wa kukamatwa kwake akiwa kwenye shughuli za kisiasa. Kesi inayomkabili mwenyekiti huyo wa Chadema imekuwa ikiendelea katika mfumo wa mahakama na kuahirishwa mara kwa mara, jambo ambalo limeendelea kuibua mijadala mikubwa ndani na nje ya mipaka ya Tanzania kutokana na uzito wa mashtaka hayo na nafasi yake katika siasa za upinzani. Kwa upande wake, serikali ya Tanzania imekuwa ikisisitiza kuwa shauri hilo dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu ni la kisheria na kwamba vyombo vya usimamizi wa haki vinaendelea mchakato huo kwa mujibu wa sheria za nchi. Serikali imekuwa ikipinga vikali madai yanayoeleza kuwa kesi hiyo inaendeshwa kwa misingi au msukumo wa kisiasa. Pamoja na swala la mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, kamati ya mawaziri ya uendeshaji wa Jumuiya ya Madola CMAG ilitoa masharti na mapendekezo mengine yanayolenga kupunguza mvutano wa kisiasa nchini. Miongoni mwa masharti hayo ni kurejeshwa kwa mifumo ya kidijitali, kulindwa kwa uhuru wa kujieleza, pamoja na kushughulikia kwa kina swala la raia waliokamatwa katika mazingira yaliyojitokeza baada ya kumalizika kwa uchaguzi. Aidha, kamati ya mawaziri ya utekelezaji ya Jumuiya ya Madola CMAG imependekeza kwa muda wa siku 90 kuanzishwa kwa jukwaa rasmi la mazungumzo ya vyama vya siasa nchini Tanzania. Jukwaa hilo linatarajiwa kujadili masuala mbalimbali ikiwemo mfumo wa uchaguzi, ushindani wa kisiasa, hali ya watu walioko kizuizini, pamoja na misingi ya uwajibikaji. Vilevile, kamati hiyo ya Jumuiya ya Madola CMAG imependekezwa kufanyika kwa uchunguzi huru kuhusu matukio ya uhalifu yaliyoripotiwa kutokea, pamoja na kuweka utaratibu wa kushughulikia fidia kwa waathirika wote wa matukio hayo ya uchaguzi. Serikali ya Tanzania inatarajiwa kushiriki katika kikao maalum cha Jumuiya ya Madola kinachotazamwa kufanyika Septemba mwaka huu wa 2026, ambapo itatakiwa kutoa maelezo ya kina kuhusu hatua zilizochukuliwa katika kutekeleza mapendekezo na masharti hayo yaliyotolewa na kamati ya mawaziri ya utekelezaji ya Jumuiya ya Madola CMAG. Muda huo wa siku 30 ukifika ukomo, tathmini unaonyesha kuwa kirejeshwa kwa ripoti ya mjumbe maalum katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola Daktari Lazarus Chakwera, ambaye ni rais wa zamani wa Malawi, kumewekewa shinikizo la kidiplomasia kwa serikali ya Tanzania. Masharti hayo yaliyowekwa na CMAG yanalenga kubadilisha mwelekeo wa uendeshaji wa masuala ya kisiasa, kisheria na haki za binadamu nchini. Katika muktadha wa kimataifa, utekelezaji
utekelezaji wa masharti hayo ya kamati ya mawaziri ya utekelezaji wa Jumuiya ya Madola unatajwa kuwa na athari za moja kwa moja kwa taswira ya Tanzania ndani ya Jumuiya ya Madola. Uamuzi wa serikali kuhusiana na kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu na ushirikishwaji wa vyama vya siasa utakuwa kipimo kikuu wakati wa kikao maalum cha Septemba mwaka huu wa 2026. Ufunguzi wa jukwaa la mazungumzo ya vyama vya siasa ndani ya siku 90 uliopendekezwa na Jumuiya ya Madola unaguza maeneo ya msingi ya mfumo wa uchaguzi na uwajibikaji wa taasisi za umma. Mchakato huo unalenga kuleta maridhiano kati ya serikali na vyama vya upinzani ili kupunguza viashiria na mivutano ya kisiasa. Pia pendekezo la kufanya uchunguzi huru kuhusu matukio ya uhalifu na kutoa fidia kwa waathirika zinazidi na zinalitaka mamlaka ya Tanzania kuweka mfumo wa wazi wa kuwajibika kwa matukio yaliyojitokeza baada ya uchaguzi. Mjumbe maalum wa kamati kuu ya Jumuiya ya Madola, Daktari Lazarus Chakwera alikabidhi taarifa hizo baada ya kufanya tathmini ya mazingira ya kisiasa na kisheria nchini. Serikali ya Tanzania imeendelea kushiriki na kushikilia msimamo wake kwa kulinda msingi ya kisheria kupitia mihimili wa mahakama, wakati mchakato wa kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu ukiendelea kufuata utaratibu zilizowekwa. Mvutano huo kati ya msimamizi wa kisheria wa serikali na mapendekezo ya kidiplomasia ya CMAG unaweka kipaumbele kwenye maamuzi yatakayochukuliwa kuelekea kikao cha Septemba mwaka wa 2026. Kwa sasa ukomo wa siku 30 umekamilika huku kukiwa na ushahidi wa nyaraka na mapendekezo rasmi kutoka kikao cha 73 cha CMAG yaliyowasilishwa baada ya taarifa ya Lazarus Chakwera. Utekelezaji wa kurejesha mifumo ya kidijitali na kuachiliwa huru kwa raia waliokamatwa kwa kutumia haki zao kwa amani unabaki sehemu ya masharti yaliyowekwa na Jumuiya ya Madola kwa serikali ya Tanzania, huku swali kubwa likiwa kuachiliwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Taifa Tundu Lissu kwa ajili ya kuendelea na mazungumzo na mijadala ya taifa, huku Jumuiya ya Madola ikitazama Tanzania kurekebisha na kufanya mageuzi kwenye upande wa uchaguzi kabla ya kufikia uchaguzi unaokuja wa mwaka 2030 ambapo awamu ya 6 ya serikali ya Samia Suluhu Hassan itafikia kikomo na kuendelesha shughuli ili Tanzania iendelee kikamilifu na shughuli zake, wakati ambapo kila mtu anajihisi mwenye kiti na mwenye hisia za kuwa Mtanzania.